Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Dr. Musa. Mimi ni dokta nayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Daktari Musa, ninakuletea elimu uweze kuifahamu dawa. Dawa hii inavuta bahati nzuri, na dawa hii inakuletea mvuto wa kupendwa kila kona ya dunia utakayopita, na kisha dawa hii inakuvunjia kila aina ya maagano ambayo yanasababisha usiwe mtu wa mafanikio. Kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Dr. Musa, ninakuletea dawa. Unaiona hapa, hii ni dawa inayofahamika kwa jina la mkanya, na vile vile inafahamika kwa jina la mwamba ngoma. Unafahamu mwamba ngoma wewe? Ukichukua dawa hii ya mkanya kisha ukachukua na kizimba hiki hapa kinachofahamika kwa jina la mlahe, ili ni tunda la mlahe, ukakwangua na kisu vizuri, ukachanganya katika dawa yako ya mkanya, na kisha ukachukua kizimba hiki hapa kinachofahamika kwa jina la gwagwa. Kizimba hiki hapa ukachanganya katika dawa ya mkanya, ukapata dawa ya aina moja. Kwa yule mwanamke anahitaji kuwa na mvuto wa kupendwa na kuheshimika kila kona ya dunia atakayopita, na wanaume wampapatikie, yani kila akipita wanasema ya mdada kapita au mama kapita. Yani mwanamke unahitaji kuwa na mvuto, uonekane wewe ni mzuri misiri ya malaika. Unachotakiwa kukifanya, dawa hii ya mkanya au mwamba ngoma ukishakuwa umechanganya na kizimba cha tunda la mlahe na kizimba cha gwagwa, utachukua dawa hii, utajifunga kitambaa cheupe, kisha utachukua na asali original. Utaenda kumimina ile asali katika maji, na utachukua dawa hii ya mkanya au mwamba ngoma, utaweka katika ndoo yako ya maji. Koga kwa manuizo kwa ajili ya kuwa na mvuto wa kupendwa, kuheshimika, kusikilizwa na kutekelezewa jambo lako, na ahadi zako watu wote wanakuahidi basi wakutimizie. Hakika ukimaliza kukoga dawa hii ya mkanya, kisha mkanya huu ulichanganyika na kizimba cha gwagwa na kizimba cha mlahe, jichanjie katika paji lako la uso, chanja chale mbili, pakaza dawa yako hii chale. Hakika utakuwa ni mtu mwenye mvuto mkubwa sana, na kama ulikuwaga umeishi muda mrefu haupati ndoa, basi hakika kwa idhini ya Allah na kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kupitia mti wake huu wa mkanya utapata ndoa. Na kwa yule mwanaume ambaye anahitaji kupendwa na wanawake, yani wanawake wampende, wamsikilize, wamheshimu, wamtii, yani uwe na mvuto, ukipita hivi wanawake wanasema ya mkaka kapita au mbaba amepita. Unachotakiwa kukifanya, utachukua dawa hii ya mkanya ambaye tayari ina mchanganyiko wa kizimba cha mlahe na kizimba cha gwagwa. Utatafuta chungu. Baada ukishakuwa umepata kile chungu, kisha utatafuta na shanga nyeupe. Utachanganya dawa yako hii ya mlahe katika kile chungu na ile shanga nyeupe, kisha utaweka maji. Utakoga wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama. Koga kwa manuizo kwamba mimi nahitaji niwe na mvuto wa kupendwa na wanawake, na niheshimike na wanawake, na wanitii na wanitekelezee kile ambacho mimi ninakihitaji. Utakapokuwa umefanya kwa muda wa siku 3, kisha chukua dawa yako hii, changanya na asali kidogo, kisha jichanje katika paji lako la uso. Basi hakika popote utakapokuwa unapita utakuwa ni mtu mwenye mvuto mkubwa sana, na utakuwa ni mtu mwenye kupendwa sana. Na kwa yule mwanamke ambaye anahitaji kumpa limbwata mume wake, na maanisha mwanaume amsikilize, amtii na amfanyie kile ambacho yeye anakihitaji,
Na kwa yule mwanamke pia ambaye yupo katika ukewenza, yani yuko na wake wenzie, wapo wengi sana katika ndoa yenye ushindani, lakini mwanamke anahitaji kupendwa yeye tu na asikilizwe yeye tu na wengine wasionekane. Utachukua dawa hii ya mkanya yenye mchanganyiko wa kizimba cha tunda la mlahe pamoja na gwagwa. Utachoma kwa manuizo kumchomea mumeo. Hakika mume wako atakuwa anashinda kwako wewe tu, kwa wengine atakuwa anaona uzito sana kwenda. Na vile vile dawa hii ya mwamba ngoma au mkanya kwa yule mwanamke anahitaji kumwekea limbwata mumewe, amsikilize na amtii kama mume ni mkorofi. Dawa hii utamchanganyia aidha katika kinywaji. Hakika mume wako utakuwa umemfunga, utakuwa umempiga bonge la limbwata, atakuwa anakusikiliza na kukutii, na vile vile atakuwa anashinda na wewe tu masaa yote kama ambavyo unavyohitaji wewe. Ili ni limbwata kubwa sana. Dawa hii ya mwamba ngoma au mkanya, dawa hii inaingia katika mambo ya kimizimu. Kwa yule mtu ambaye anahitaji kufanya matambiko ya kimizimu ili afungukiwe riziki zake, au kwa yule mtu anahitaji kuondosha mizimu mibaya katika mwili wake, unachotakiwa kukifanya, koga dawa hii ya mkanya na maji ya vuguvugu wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama kwa manuizo. Basi hakika utaenda kuifungua mizimu yako ambayo imefungwa ili usipate mafanikio. Pia kwa yule mtu anayesumbuka na maradhi ya vidonda vya tumbo ambavyo vinamsumbua usiku na mchana, unachotakiwa kukifanya, utatumia dawa hii ya mkanya, utakuwa unachemsha asubuhi kabla hujala kitu chochote, utakunywa. Na baada ya masaa 8 vile vile, baada ya kula chakula chako cha mchana, utakaa masaa yako kama 2 pia utakunywa. Na muda wa kulala utakapokuwa umekula chakula cha muda usiku, utakaa masaa 2 kisha utakunywa. Ukifanya huu muendelezo kwa muda wa siku 14, kwa yule mtu anayesumbuka na maradhi ya vidonda vya tumbo, basi atakuwa ni mtu mwenye kupona. Lakini hakikisha unapotumia dawa hii ukiwa unaumwa maradhi ya vidonda vya tumbo, usinywe maziwa freshi, ili yale maziwa utakapokuwa unakunywa tenda kutengeneza kuta ya kuzuia dawa yako isifanye kazi. Kwa usinywe maziwa freshi wala maziwa ya mtindi. Lakini dawa hii pia inaingia katika kinga. Kama unahitaji kujikinga na watu wabaya, kujikinga na wachawi, kujikinga na mashetani wasikudhuru, basi hii inaingia katika kinga. Hii ndio dawa ya mwamba ngoma au mkanya. Unaiona hapa, hii ni ofisi yangu Daktari Musa. Nina kila aina za dawa mbalimbali. Nina dawa za kupandisha nyota na kusafisha nyota. Nina dawa za biashara, na vile vile nina dawa za kufanya uwe na mvuto wa kupendwa kila kona ya dunia utakayopita. Nina dawa za kuvunja maagano ya kichawi na maagano ya kishetani, na vile vile nina dawa za kuondosha mapepo wachafu katika mwili wako na mizimu mibaya ya umaskini. Pia kama unahitaji kumiliki pete, na maanisha pete original yenye kuendana na ufalme wa nyota yako, na kama unahitaji kumiliki pete ya majini iliyofanyiwa kafara mbalimbali ya viumbe, au unahitaji kujifunza elimu mbalimbali za kuita viumbe, na maanisha elimu za kuita mahudam au kuita majini, umiliki mamilioni ya fedha kama unavyoona Daktari Musa hapa anavyomiliki mamilioni ya fedha. Kama unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha, ukajenge nyumba kama hauna nyumba, na kama unahitaji kumiliki fedha, ukanunue gari kama una ndoto ya kumiliki gari. Wewe ni kijana, ukipita mtaani utasema ya kijana akapita, au mbaba akapita, au mdada akapita. Dr. Musa Daktari, Doktor
Musa daktari. Dr. Musa daktari. Je, unahitaji kuwa mtu wa mafanikio, uondokane na maisha ya dhiki? Usisite kuwasiliana na mimi Daktari Musa kupitia namba ukiwa nje ya nchi, alama ya jumlisha 255 784 120 592. Na kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami, usisite kubonyeza neno jekundu hapo chini lililoandikwa subscribe na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dr. Musa.